Ninajua kipindi ambacho tunapita sisi halmashauri kwenye hususan kwenye swala la makusanyo. Nitawaomba wajumbe wa kamati ya fedha na mheshimiwa mbunge, lazima tukutane mapema kabla ya mwezi huu kuisha wa mwezi wa 12. Hata kama ni kwa siku 5, hata kama ni kwa siku 10. Tunataka tujifungie kwenye baraza hili, tujifungie kwenye ukumbi huu, tuone tunafanyaje kuboresha vyanzo vya mapato na kubuni vyanzo vya mapato vipi. Kwa sababu tusipokuwa na vyanzo vya mapato, baraza hili hatutaweza kuliendesha. Tusipokuwa na vyanzo vya mapato, hatutakuwa na uwezo wa kupeleka fedha kwa kina mama, kwa vijana na watu wenye ulemavu. Hatutakuwa na fedha za kwenda kujenga madarasa. Hatutakuwa na fedha za kwenda kujenga hospitali. Tukikusanya ni fedha ambazo sisi tuna mamlaka nayo wenyewe, tukapeleka kwenye maendeleo. Na fedha hizi lazima tukae chini, tubuni vyanzo. Kwa hiyo niwaombe wajumbe mliochaguliwa kamati ya fedha, iwe mvua iwe jua, hatuna pesa, tunaye pesa, lazima tukutane ili tuone nini tutafanya kubuni vyanzo vya mapato. Mimi nikupongeza sana mheshimiwa mkurugenzi, wakati ile tunamaliza baraza yetu tulikwambia unaweza ukaangalia ukanunua hata mashine ya kutengeneza matofali. Tayari mashine imenunuliwa na tayari, wala mimi sikwenda kuangalia, lakini natamani kamati ya fedha ikirejea hapa twende tuangalie, je, huo mradi unaendana, je, kuna value for money kwa hizo fedha walizotumia. Tutapitia miradi yote. Tumewapongeza kwa kazi nzuri mliofanya, lakini tutapita kwenye miradi yote, tutaangalia value for money. Je, mmefanya? Ili msituambie tumeona tukablasha kwenye kablasha kuandika, mmeandika vizuri na mimi nakubali. Lakini mnajua tukifika site, kwa wale ambao tulikuwa tunapita site, kama ni ratio tunajua, kama ni nini tunajua. Kwa hiyo niwaombe sana mkurugenzi, safari ndio situmii neno kuomba, sababu ujuzi wa waheshimiwa madiwani wanataka kunishirikia, wanasema mheshimiwa mwenyekiti unatumia neno sana kuomba. Lakini sisi wa Kristo tumefundishwa neno kufanyaje? Kuomba. Nitakutaka sasa tutengeneze safari ya kupitia na kujiridhisha na fedha zile ambazo zilikuwa zina kelele za shilingi milioni 430, fedha zilizochangwa na wananchi, tukajue je, zimekwenda kutimiza kile tulicho kisema au la, kimekwenda kufanya tofauti na kile tulichokubaliana. Tukiona kuna mgogoro ambao kimsingi tunahitaji tumalize kwa pamoja, pande zote ziumie kidogo, hii umie na hii umie, sio pande moja ifurahi na pande moja inuni. Tukae chini tumalizeni migogoro hii. Mkurugenzi, natumiza kila siku. Na kama unakumbuka waheshimiwa madiwani tuliokuwa Makuyuni, mheshimiwa mbunge unakumbuka, rais wetu mpendwa mheshimiwa John Pombe Magufuli aliwaomba wananchi, nipeni waheshimiwa madiwani wakishamaliza kuchaguliwa na kuapishwa waje wamalize matatizo ya migogoro ya ardhi. Waheshimiwa wote mlikuwepo Makuyuni, mlisikia kauli ya mheshimiwa rais wetu. Kuna tatizo pale Makuyuni ambalo mimi nimeshasaini kama mwenyekiti wa halmashauri, na wewe mkurugenzi ulisaini memorandum kati ya halmashauri na wananchi wale waliovamia yale maeneo ya halmashauri. Halmashauri ndio yenye wananchi. Kama halmashauri inaamua kuwapa wananchi wake eneo, hivi wewe unahoji ya nini? Si mwenye ardhi ametoa. Sasa mimi nimesaini, wewe umesaini, mkurugenzi wangu mtendaji, tumesema hawa watu wapewe fidia, walipo fedha zao za TANESCO, na mimi nashukuru mtu wa TANESCO yupo hapa. Hili na mimi mheshimiwa mbunge usikie, kama utaniacha nitakuacha njiani, mimi nitakwenda Dodoma hata kwa mheshimiwa rais. Hili jambo tulikubaliana kwenye baraza na kamati ya fedha na mwanasheria uliniletea documents, nikasaini, ukasaini, tukakubaliana kiasi hichi kilipwe wananchi, kiasi hichi kilipwe halmashauri. Tukaingia muhimu, tumemaliza. Nini? Why? Kuna nini? Kwa nini haishi? Na tunataka kwenye kamati ya fedha ambayo ndaita, hata kama hakuna posho, tupate taarifa ni nini kimepelekea. Bado tunayo mgogoro wa Makuyuni. Mkurugenzi,
tumalize tatizo la Makuyuni la viwanja. Kuna tatizo kubwa sana Makuyuni. Tukae chini, yaani naomba kamati ya fedha tukaeni. Tuna tatizo la viwanja Makuyuni. Tuna tatizo la viwanja hapa Bennett. Viwanja vimekaa, haina mtu, haijalipiwa halmashauri, imekaa zimehenga. Mkurugenzi, nataka niyazungumze na ziwe documented kwenye dokumenti hii. Haya yote tunayozungumza itusaidie kuwa dira yetu, tujue vitu ambavyo tumepigwa. Sasa nataka tutatue, kwa sababu chama chetu kimetuonyesha imani sisi ya kuwa madiwani na kuwa wenye vitu wa halmashauri na kuwa mbunge ili tuweze kuwatumikia wananchi. Msione leo wananchi wengi wamekuja hapa, wamekuja kushuhudia. Je, mmeapishwa? Je, mna mkakati gani ya kumaliza kero zinazotukabili? Mimi niwaombe, naomba nirudie, iwe hakuna fedha, iwe jua, iwe mvua, twendeni tukawe suluhisho ya kumaliza migogoro hii ya ardhi kwenye wilaya yetu. Kuna mambo mengi ya kufanya, mkurugenzi, naomba. Sasa mimi nakwambia, mimi hata Susan nakwambia kila siku, mimi ni mwenyekiti mtendaji. Mimi nitakusumbua. Mimi uzuri mmoja kunatoka anasema atuchague tena mwenyekiti anafunga taulo na anakuja ofisini. Mimi kila siku ndaamkia hapo ofisini. Haya ninayozungumza kuona suluhisho ya kumaliza. Tunatumia milioni 200 kutengeneza barabara, ndani ya miezi mitatu hatuna barabara. Tunaanza kulalamika, tunaanza kusumbua serikali. Tengenezeni sheria. Lakini natamani kwenye mwaka huu wa fedha wa 2020-2021 mtuwekee kwenye bajeti kufungua barabara kutoka 21-22. Unisikilize kwa makini na usikuleta mimi uzuri mmoja ni mjumbe wa baraza na wa kikao cha board na Susan kwa hapo nasikia. Vikao vyote viwili vya mkoa mimi ni mjumbe. Tutengenezeni kwenye bajeti kuingiza barabara kutoka JKT kwenda Kilimatinde, iwe barabara kwenye kiwango ambacho tunataka. Kwa nini tunalilia barabara ile? Tukifungua barabara ile tutapata mapato makubwa kutoka kwenye chanzo cha mchanga. Tutakapopata mapato makubwa, tutakuwa na nafasi kubwa ya kuchangia mfuko wa barabara. Niwaombe wenzetu wa elimu, mtusaidie. Ufaulu huo hauridhishi, ni mzuri lakini hauridhishi. Mtusaidie. Ndugu yangu TANESCO, REA, mmetutupia manguzo huko, tunakwenda siku tumefika kule Lepuruku. Tunaanza kuuliza hii manguzo imewekwa nini? Na mheshimiwa mbunge najua unayapata haya. Sisi REA mtusaidie. Watuambia tunaye fedha, lakini zile nguzo zinapita hazishuki. Inapita nguzo 200, unaenda kuta nyumba moja ndio ina umeme. Unakuta vijiji tuna vijiji labda 60 na 4, lakini vijiji vingine havina. Kwa hiyo mimi nafikiri, ndugu wangu TANESCO, mtusaidie kwenye hili. Naombeni mtusaidie. Kwa kweli tunapata maswali mengi. Na sisi tunatamani tukifika, kwa sababu ni waaliko kwenye baraza hili, tukifika hapa tuwe tunazungumza lugha moja. Umeme umewaka Lepuruko, umewaka Narami, umewaka Lemoti, umewaka mfereji, umewaka kila sehemu kama tulivyopewa mgao na serikali. Tuwaombe wenzetu wa idara ya maendeleo ya jamii. Ni kweli mimi nawaomba. Wewe unafanya kazi nzuri sana. Lakini nawashauri madiwani mjue, watu wanapewa mikopo wanapotea. Unafanya kazi nzuri sana, lakini waheshimiwa madiwani, wananchi wanapewa mkopo wanajisapia. Mtusaidie, warudishe mkopo ili wananchi wengine wapate. Sasa TAKUKURU mnatusaidia, lakini mimi naomba niwaambie TAKUKURU, chonde hivyo mnavyotusaidia si ndivyo. Watumishi wanalalamikieni sana, yaani mnaonesha nguvu kubwa, yaani mpaka wao watumishi wanakosa imani ya kufanya hiyo kazi, mnawakatisha tamaa. Nazungumza kama mwenyekiti wa halmashauri, na mimi nashukuru Mungu amenirudisha Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na waheshimiwa madiwani wakanidhibitisha, nitapiga hodi kule. Tunatamani muwe kitu kimoja kwenye kusanya hizi fedha. Msikusanye kwa matisho. Ukija kwa mkurugenzi, ukija kwa huyu, ukimwita huyu, mnawakosesha watumishi wa umma hali ya kufanya kazi.
Wao wanakuwa wanaangalia sasa hivi, hata sasa hivi mikopo itasuasua sana na itafanya vibaya, kwa sababu mimi naambieni kweli, hapo kuna mikopo mingine mlikuwa mnafikiri labda waheshimiwa madiwani wamechukua, mpaka nyingine mkawa mnanichafua mwenyekiti wa halmashauri, inaweza kuwa wao ndio wamechukua. La hasha, mimi nafanya kazi, natafuta maisha. Siwezi kuchukua mikopo hii midogo ya shilingi milioni 4 wala milioni 5. Sijisifii, lakini nahangaika. Lakini fanyeni no research, no right to speak. Lazima ufanye research uweze kuzungumzia jambo. Msiwaumize wananchi hawa, msiwatese watumishi. Hawa watumishi wanahitaji kufanya kazi kwa kale ili wawe salama. Na nyinyi watumishi, najua mnatimiza wajibu wenu, lakini tunaomba msifanye kazi timisi kama amfanyi kazi ya serikali wote. Hakuna alionituma na hakuna alioniambia, lakini nimekaa nimejiridhisha na hilo. Niwaombe, tuna wajibu wa kufanya kazi, lakini tuwashirikishe watumishi. Njoo kwa mkurugenzi, sawa, fanya moja mbili, nataka twende, tufanye kiutumishi, itakuwa ni jambo zuri sana. Na mimi hili sizungumzi tu hapa, mimi ni mjumbe wa Alert Taifa, nitalizungumzia kwa sababu tukiendelea kuacha jambo, wananchi wakawa wana madonda kwenye miili yao, wanazungumza, wanaumia, si salama sana. Watakosa kufanya kazi yao kwa uhuru na kwa amani. Kwa hiyo niwaombe wenzetu wa TAKUKURU, ni kweli mnatusaidia kukusanya, lakini tukusanye kwa mshikamano na kwa ushirikiano. Abu Rose leo akikaa hivi anashtuka, mkurugenzi akikaa hivi, wale ndio wale wengine ndio waoga kabisa. Wakiambiwa leo kwa hiyo mtusaidie sana kuonesha ushirikiano huo. Nia yetu yote ni njema, wote tunajenga. Pige nini? Selfie. Hapo sasa mkifanya tumekusanya tunapiga narusha. Sasa hivi haina hiyo kazi. Wewe fanya, utaonekana umefanya vizuri. Mimi nategemea wote kufanya. Ninazungumza kwa sababu ni baraza la kwanza kwa ajili ya kuonesha dira yetu na kitu tunapenda. Mimi na mkurugenzi hapa ananiambia nataka kutoa mikopo. Lakini huko anasuasua, huko anasema hivi nikitoa kesho tena wajaje wataanza kusanya. Tuwasaidie wananchi. Nia ya serikali kutengeneza sheria kwa ajili ya kusimamia mikopo, ile nia ni njema. Lakini ile nia njema ya serikali isiwe kero kwa wananchi, na sisi tunatamani warudishe kama walivyochukua. Nimetumia muda mrefu sana kuzungumza, lakini kwa nia ya kuijenga halmashauri yetu. Tuna mambo mengi ya kuzungumza. Tuna mambo mengi ya kutekeleza. Tuna kero nyingi. Tuna kero mheshimiwa mbunge ya maji. Jimbo letu hili ni kame. Leo ukienda huku kule Lepurku hawana maji. Ukienda huku Lemoti hawana maji. Sio kusale kidogo. Kuna mradi wa Monali. Umezungumzwa sana. Kurugenzi, tulipewa hela shilingi 300 kwa ajili ya kukamilisha ule mradi. Kuna mradi wa Lendikinya. Mradi wa Lendikinya stadi yake hapo walio planning utaendelea kuumiza wala wananchi wetu. Tuangalie nini cha kufanya ili basi haya maji machache yanapatikana Monduli, ili watu wa Lendikinya nao waweze kunywa. Tukiwa na mradi wa bilioni 1 ambao hauna tija, tuna mradi wa bilioni 2 hauna tija, tuna mradi wa milioni 700 hauna tija, hauna maana kutumia fedha za serikali na ilete matokeo chanya kwenye vijiji.